بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya ya sira Bwana Mtume, na tumefika sasa baada ile khutba ya widaa, baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurudi Madina. Naam, kama tulivyoashiria, sasa ilikuwa Uislamu umepata nguvu kila sehemu. Uislamu katika ile jazira ya Waarabu, ile nchi zile za Kiarabu, Uislamu ushapata nguvu sana. Basi ikawa sasa makundi ya watu, makabila yanakuja yakimpa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai'a. Wengine wakija wakisilimu moja kwa moja, wengine la wanakuja mpaka kidogo Bwana Mtume afanyie da'wa mpaka mwisho. Basi tutazungumzia baadhi ya vikundi vilivyokuja katika muda huu ama period hii. Katika kikundi cha kwanza kilichokuja ni Manaswara kutoka Najran. Kikundi cha kwanza kilichokuja ni Manaswara kutoka Najran. Hawa wafdi hini ama wageni hawa walikuja kutoka Najran, tena walikuja takriban watu 60. Takriban walikuja watu 60 tena. Walivyokuja yani walikuja na haiba fulani, manake yani zile nguo walizovaa nguo za kifakhri, wamevaa wengine hariri, wengine nguo zao zina dhahabu, yani wamedhihirisha utajiri wao na ile fakhri yao na tafakhuri. Yani walipoingia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawapokea, wakamletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawadi. Baadhi ya zawadi Bwana Mtume hakuzitukua, akasema sisi hatuhitaji hizi. Manake baadhi ya zawadi ilikuwa ni kuonyesha kabisa ni kuchupa mipaka, yani kama kufanya israfu. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuzichukua, lakini baadhi ya zawadi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatukua. Naam. Kisha jambo jingine muhimu ambalo lina funzo muhimu sana lilotokea ni kuwa walipokuja hawa, ilipofika time yao ya kuswali, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwapa ruhusa tena wakaswali wapi? Wakaswali katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo muhimu sana tulifahamu sisi kama Waislamu. Waliswali katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ilikuwa baada al-asri. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Na Waislamu walitaka kuwazuia, baadhi ya maulama wasira wasema baadhi ya Waislamu walitaka kuwazuia, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawazuia, yani akawaambia la, waacheni waswali. Wakaswali, yani wakaleta maombi yao tena juu ya hapo, wakaelekea Baitul Maqdis. Maana ilikuwa wao kibla chao ni Baitul Maqdis. Sasa tuangalie hali Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaata hawa, sio kuwa waswali swala yetu, la, bali aliwaata waswali hata ibada zao, wafanye ibada zao. Wakaelekea Baitul Maqdis. Kisha walipomaliza ile dua zao na swala zao, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawafanyia da'wa. Sasa akawaita katika Uislamu, akawaambia ingieni kuweni Waislamu. Wakakataa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawauliza tena kwa nini, akawafuatilia. Wakasema sisi tulikuwa Waislamu kabla yenu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema la, kuna vitu vitatu nyinyi vinawazuia msisilimu. Kuna vitu vitatu vya wazuia mfanye nini? Msisilimu. La kwanza ni kuabudu msalaba. Kitu cha kwanza nyinyi muabudu msalaba, ndio yawazuia msio Waislamu. Kitu cha pili, mwala nguruwe. Hicho pia kitu cha wazuia nyinyi msio Waislamu. Hicho ni kitu ambacho kinawafanya nini? Msiridhie Uislamu, na kwa Uislamu utawakataza kula nguruwe, nyinyi mwataka kula nguruwe. Kitu cha tatu ni madai yenu ya kuwa Mungu ana mtoto, waliyadhu billah. Ni madai yenu kuwa Mungu ana mtoto. Subhanallah, jambo kubwa, buhtan kubwa sana. Wale wakamjibu wakamwambia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakamwambia basi nani kama Isa ambaye ameumbwa bila baba? Ndo hapo Mwenyezi Mungu akateremsha katika surati al-Imran, asema inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yani kwa hakika mfano wa Saidina Isa kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu, mfano wa Isa, kwa hakika mfano wa Isa
kwa Allah jalla jalalu ni kama mfano wa Saidina Adam tu. Khalaqahu min turab, amemuumba Saidina Adam kutokana na nini? Na mtanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema kumwambia yeye kuwa, na akawa Saidina Adam. Na hili ni kubwa zaidi aslan. Mtu kuumbwa bila baba la bas, yani ameumbwa na mama. Saidina Adam ameumbwa bila mama na bila baba, subhanallah. Kwa hivyo ikawa yani ni aya kubwa zaidi, lakini subhanallah, Mungu ni mwenye kuongoza bwana. Kisha pia Mwenyezi Mungu jalla jalalu katika kutaka kudhihirisha kuwa hawa wenyewe manaswara, hawa wenyewe wana shaka na ile imani yao, basi Mwenyezi Mungu akateremsha aya akasema, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi la ilaha illa Allah rasul faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibina. Mwenyezi Mungu akasema sasa kumwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi yoyote atakayekuja wewe baada ya wewe ushamwambia hivi, yoyote atakayekuja kushindana na wewe, kutaka mjadala na wewe, kukupa hoja fulani, hoja kadha baada ya kuja haya ambayo wewe una elimu nayo, sasa faqul, basi sema wewe Muhammad, yani bwana Mtume aamrishwa awaambie wale hivi, yule yote ambaye atakuja sasa awaambia ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Bwana Mtume anaambia sasa, sema uambie, njooni sisi tuite watoto wetu na nyinyi mlete watoto wenu, sisi tulete wake zetu na nyinyi mlete wake zenu, na sisi tuje wenyewe na pia nyinyi muje wenyewe. Tufanye nini? Thumma nabtahil, tufanye mubahala, tumlilie Mwenyezi Mungu. Fanaj'al, na tujalie, la'natallahi 'ala al-kafirina, la'na 'ala al-kadhibina, afwan, la'natallahi 'ala al-kadhibina, laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya wale warongo. Yani kama nyinyi mwadai nyinyi ni wakweli na mimi nadai mimi ni mkweli, basi mimi nitaleta watoto wangu, nitaleta familia yangu, nitaleta ahli zangu, na nyinyi pia mfanye hivyo hivyo, kisha tuje tuwapizane, tuje tufanye mubahala, yule mrongo Mwenyezi Mungu amshukishie laana wa hakadha. Lakini kama ambavyo Mwenyezi Mungu jalla jalalu ametarajia, yani anajua taban, sitarajia lakini anajua, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowaita wakakataa wakakataa, kuonyesha kwa hao wako na shaka na ile imani yao. Shaona, lakini ingekuwa na yaqini, ingekuwa hakuna shaka, wangesema tuko tayari kufanya mubahala, marhaba. Lakini wakaogopa na wakaridhia kuwa sasa watatoa jizya. Ikawa sasa wameridhia kuwa watatoa nini? Jizya. Na ile jizya ikawa sasa wakamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Muhammad, ututumie sisi mtu mwaminifu, twende naye aone tuliko sisi, kisha pia itakuwa anakuja kufanya nini? Kuchukua hiyo jizya. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtuma Saidina Abu Ubaida al-Jarrah, akamtuma Saidina Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Kisha ndio ikawa sasa yeye Saidina Abu Ubaida yaitwaje? Aminu hadhihi al-umma. Saidina Abu Ubaida maarufu katika al-ashara al-mubashirin bil janna, sio? Na kiitwa Aminu hadhihi al-umma, yeye ndo muaminifu wa umma hunu. Naam, inshallah katika madarasa atakokuja tutaendelea na baadhi ya wageni wanaofuata. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.